Kwa jina naitwa Sudi Shaibu Musa, mkazi wa Fuoni Michenzani. Kwa ukweli tukio lilivyotokezea mazingira ambayo ya kutatanisha kidogo. Mgonjwa huyu alikuwa na maradhi ya wasiwasi ndani ya wiki moja na nusu, na ndani ya wiki moja na nusu alipata maradhi ya wasiwasi. Sasa katika kulala na mama yake usiku, mama mtu alipolala, huyu mtoto kidogo kufika ndani ya saa 9 usiku, sababu kuanzia mazingira saa 3 haya mpaka kufika saa 7 alikuwa hajalala na mtu. Sasa kuanzia hapo muda mfupi mama mtu akapata kulala. Baada ya kupata kulala, huyu mtoto akatoka nje. Kutoka nje tena hapo mama mtu kufika mbele yake kidogo mazingira kama saa 10 kidogo kasoro hapo, ndio ikabidi kuamka, mwanae hayupo. Ndio akaja kwangu ya kungongea mjomba wake, nikatoka tukana kumtafuta. Baada kwenda kumtafuta hatukumuona kwa kweli mpaka kufika saa 10:30 asubuhi alfajiri ya adhana ya pili tena pale. Nenda kwenda msikitini, kurudi msikitini tukaanza kumtafuta tena. Tumemtafuta kutwa nzima kwa kweli hatujamuona. Sasa kuamkia asubuhi yake ya leo, mdogo wake wa kiume, shanifahamu, ambaye anaitwa Abubakar Mawazo. Huyu ndio alomuona ambaye alikuwa akaenda kutafuta nazi. Shanifahamu? Alikwenda kutafuta nazi ndio akamuona akaja kuleta taarifa nyumbani. Kuleta taarifa nyumbani ndio hapo tukaondoka tukaenda ile eneo la tukio. Ndio tukamkuta kwa kweli ni ndiye. Yupo katika mazingira ya kujinyonga, lakini kujinyonga chenyewe kitendo ambacho cha huu mdimu ni kitendo cha hapa, na mpaka kama anasimama kitamfika konako mazingira ya tumbo. Shanifahamu? Ambayo ni mtihani kwa sababu kama hata simama basi mazingira ya kifua au tumbo ndio itakayomfika. Tena kwa kweli ndio tumelichukulia kama Mungu alivyopanga, kama ni wajumba zake na watu wengine wa familia tumelipokea mpango ya Mungu. Mimi niseme ni ukubwa wa kiwanja cha mpira. Kutoka kwenye nyumba yao mpaka alipojinyonga ni ukubwa wa kiwanja cha mpira. Sio mbali sana. Lakini cha kushangaza pia katika leo eneo wamepita karibu siku ile mzima ile hawajamuona, na mmoja kuonekana leo na mtoto mdogo ambaye ni ndugu yake. Yeye ndiye alikwenda kusema pale kuna mtu pale kajitia kamba, kuja familia akabia ni huyo mtoto ambaye anaitwa Salama Al-Salum. Kwa hiyo sio nyumbani na nyumbani kwao. Sio mbali. Hakuna makazi mengine ya watu? Makazi yapo sababu ni mtambo unakuwa sasa hivi. Lakini hapo alipojinyongea ndo pending karibu na mnara wa Zantel. Mimi niseme jamii niambie kama na mimi mwenyewe. Kwanza hoja kuna msemo unaitwa vijana wa jingapi sio. Vijana twende nao na wakati. Na kama itakuwa labda kuna kukukwaza basi lazima umchukulie kihekima. Lakini wao hakuna hilo swala la kukwazana, isipokuwa ni hilo nani. Lakini mimi niseme tu kwa upande wangu jamii niambie kwanza nyumba zetu tunapolala familia wazazi wale wazazi zile funguo za kwenye milango tuchukue wazazi. Kwa sababu huyu katoka inaonekana ufunguo ulikuwa uko mlangoni kafungua. Kwa zile funguo zile tunazo sisi wazazi.